Marekani imemwonya Rais Samia Suluhu baada ya video na picha kusambaa mitandaoni ikionyesha jinsi askari wa Samia walivyoua watoto wa Kitanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imeingia katika kipindi cha mashaka makubwa baada ya kamati ya mambo ya nje ya Seneti ya Marekani kutoa taarifa nzito iliyoeleza hofu kuhusu mwenendo wa uchaguzi wa Oktoba 29. Taarifa hiyo imeweka wazi kwa uchaguzi huo umeacha doa lisilofutika kwa historia ya demokrasia ya taifa hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitambulika kama ngome ya utulivu Afrika Mashariki. Kamati hiyo inasema kuwa matokeo ya uchaguzi yalikuwa na dosari kubwa zikiambatana na ukiukwaji wa haki za binadamu, udanganyifu wa kura na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi, wapinzani na wanahabari. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, matendo haya yamechafua taswira ya Tanzania kimataifa na kufifisha imani ya dunia kuhusu dhamira ya serikali kulinda misingi ya demokrasia. Aidha, kamati imependekeza kwa serikali ya Marekani kuangalia upya uhusiano wake wa kidiplomasia na Tanzania, ikisisitiza kuwa ni muhimu kufanyika tathmini kuhusu misaada ya maendeleo, ushirikiano wa kiusalama na masuala ya biashara. Hatua hii imeibua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa Tanzania kimataifa, hasa baada ya kipindi kirefu cha uhusiano thabiti kati ya mataifa haya mawili. Kwa mujibu wa kamati hiyo, Tanzania ilikuwa mfano wa demokrasia barani Afrika, lakini katika miaka hivi karibuni kumekuwa na dalili za kurudi nyuma kwa kasi kubwa. Kufungwa kwa mitandao ya kijamii, kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa na ukandamizaji wa vyombo vya habari vimetajwa kuwa ishara za wazi za kuvunjika kwa misingi ya utawala bora. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kama Human Rights Watch na Amnesty International yameunga mkono kauli ya Seneti ya Marekani yakitoa wito wa kufanyika uchunguzi huru kuhusu madai ya udanganyifu wa kura na matumizi ya nguvu dhidi ya raia. Mashirika haya yamesema hali ilionekana nchini Tanzania ni tishio kwa uhuru wa kisiasa na demokrasia ya kanda nzima ya Afrika Mashariki. Vyama vya upinzani nchini humo vimeendelea kupinga matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, vikisema uchaguzi au kuwa huru wala wa haki. Wamesisitiza kwamba matokeo haya hayawezi kuakisi matakwa ya wananchi, huku wakitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kuilazimisha serikali kuruhusu uwazi na maridhiano ya kisiasa. Wataalamu wa masuala ya siasa wameonya kuwa tamko la kamati ya Seneti ni ishara ya kuongezeka kwa shinikizo la kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, Marekani inaweza kutumia tamko hilo kama msingi wa kupunguza au kusitisha baadhi ya misaada, jambo ambalo linaweza kuathiri sekta muhimu kama afya, elimu na usalama wa ndani. Wakati huo huo, balozi wa Marekani nchini Tanzania umeonya kuhusu kuzorota kwa hali ya maisha katika maeneo kadhaa ya Dar es Salaam, ukitaja upungufu wa bidhaa muhimu, mafuta na fedha taslim. Katika taarifa yake, ubalozi ulisema hali hiyo imechangiwa na machafuko na usumbufu wa mawasiliano kufuatia kufungwa kwa mitandao ya kijamii na mitandao ya interneti nchini humo. Ubalozi uliongeza kuwa shughuli za usafiri wa anga pia zimeathirika, ambapo baadhi ya safari za ndege za kimataifa zimesitishwa kwa muda. Raia wa Marekani walioko Tanzania waliombwa kuthibitisha safari zao kupitia simu kabla ya kuelekea viwanja vya ndege, na pia kuzingatia amri ya kutotembea usiku iliyowekwa na polisi nchini humo. Hali imekuja siku chache tu baada ya maandamano makubwa kuzuka katika miji mikuu kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, siku ambayo Watanzania walikuwa wakipiga kura kumchagua rais na wabunge. Maandamano hayo yaligeuka vurugu baada ya polisi kutumia mabomu ya machozi, maji ya kuwasha na risasi za moto kuwatawanya waandamanaji. Na baada ya machafuko hayo, polisi walitangaza amri ya kutotoka nje nchi mzima na kuweka vizuizi kadhaa barabarani. Serikali pia ilizima huduma za mtandao wa interneti na mitandao ya kijamii
na ni jambo liloleta usumbufu mkubwa katika mawasiliano ya ndani ya kimataifa. Tume ya uchaguzi ilitangaza rasmi kuwa Samia Suluhu Hassan alishinda uchaguzi huu kwa kura milioni 31 na kuapishwa rasmi siku ya Jumatatu jijini Dodoma. Wakati wa hafla ya kuapishwa kwake, Suluhu alilaani machafuko yaliyosababisha vifo na uharibifu wa mali, akisema matukio hayo hayawakilishi hulka za Watanzania. Suluhu pia aliahidi kuwa baadhi ya watu waliokamatwa wakati wa maandamano wa kwa raia wa Tanzania, akieleza kuwa walitoka mataifa jirani. Kauli hii imezua mijadala mikubwa kuhusu uhalisia wa mambo hayo na namna serikali ilivyoshughulikia maandamano hayo kwa kutumia nguvu. Kwa sasa hali ya taharuki imeendelea kutanda katika miji mikubwa, huku wananchi wakihofia hatua zaidi za kiusalama. Ripoti zisizo rasmi zimedai kuwepo kwa idadi kubwa ya watu waliokamatwa na kuwekwa kizuizini bila mashtaka, hali inayozidisha hofu ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Uchambuzi wa wachambuzi wa kimataifa unaonyesha kuwa hali nchini Tanzania inaweza kuathiri taswira ya Afrika Mashariki kwa ujumla, hasa katika kipindi hiki ambacho eneo hilo linapambana na changamoto za kisiasa na kiusalama. Wanasema kwamba demokrasia dhaifu nchini Tanzania inaweza kuwa somo kwa mataifa jirani kuhusu hatari ya kudhoofisha taasisi huru. Kwa upande mwingine, wachambuzi wanasisitiza kuwa Marekani inatumia matukio haya kama kipimo cha kujua mustakabali wa ushirikiano wake na Tanzania. Na kwa muda mrefu nchi hizo mbili zimekuwa na uhusiano wa karibu na ujikita katika misaada ya maendeleo na usalama wa kikanda, lakini mwelekeo wa sasa unaashiria mabadiliko makubwa. Na vile kuna dalili kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania katika wiki chache zijazo zitaamua kama taifa hilo litarejea kwenye mstari wa demokrasia au litazidi kuingia kwenye giza la utawala wa kiimla. Dunia inatazama, huku Tanzania ikikumbwa na changamoto kubwa ya kurejesha imani ya wananchi wake na jamii ya kimataifa. Kwa sasa hali ya hewa ya kisiasa nchini humo ni nzito, mitaani kukiwa na hofu, kwenye mitandao kukiwa na ukimya, na ndani ya vikao vya kimataifa kukiwa na maswali mengi kuhusu mustakabali wa taifa hilo lililokuwa nguzo ya amani Afrika Mashariki. Tanzania inasimama katika njia panda ya kihistoria. Dunia nzima inaitazama ikiuliza kama taifa hili linaweza kurejesha hadhi yake kama kitovu cha amani na demokrasia, au kama litazama katika kipindi kirefu cha giza la kisiasa. Huu ni wakati wa Watanzania na viongozi wao kufanya maamuzi ya busara kwa mustakabali wa vizazi vijavyo. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia Kenyascope kwa uchambuzi wa kina wa matukio makubwa yanayotokea Afrika Mashariki na duniani ama dunia nzima. Kumbuka kusubscribe, kulike na vile kugonga kengele ili ukipata hizi alerts wakati tunaweka video mpya. Kumbuka wacha maoni yako na share video hii zaidi ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajajua kuwa tushaweka video nyingine.